بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1440 biidhnillahi taala, katika kikao chetu cha baada alfajr ya Jumatano taanza kusoma risala sifatu az-zawjati as-salihah, sifa za mke mwema. Mwandishi Muhammad Shaumani, na kama alivyoisifu risala na kuieleza mwandishi aliposema, fahadhihi risalatu sifatu az-zawjati as-salihah مختصرة في كلماتها مهمة في موضوعها بديعة في فوائدها. هي رسالة صفات الزوجة الصالحة، صفة زمك mwema. Kwa maneno yake ni risala fupi, ingawa maudhui yake ni muhimu sana na ina fawaid nyingi sana ndani yake. Na pengine mtu aweza kuuliza, kwa nini tusoma sifa za mke ambaye ni mwema na wanaohudhuria darasa ni wanaume? Sababu wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, kama tutakavyoona katika mwanzo wa hii risala, na wana jukumu la kuwaadabisha na kuwafundisha adabu wanawake, sababu ni jukumu lao na wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na upande wa pili, mara nyingi ukizungumzwa maudhui kama hizi, upande wa kina mama wakati mwingine utasikia malalamishi kuwa mbona zazungumzwa haki za waume peke yake na haki za wanawake ziko wapi? Nafikiria tutaanza na huu utangulizi, kisha ewe mwanamke unayezungumza mambo hayo jipime kweli, hata uzungumze hivyo ushatekeleza robo ya haki ya huyo mume. Ukitekeleza robo au nusu, uliza kwa nini mbona hamzungumzi za wanawake? Tasikia katika nusus za Qur'an na Sunna, na hakika baada ya kusoma risala hii wanawake watafahamu kuwa hasa wanaoishi katika asri hii ya leo hawajawahi wala sijui kuna yule aliyefika robo ya haki za waume zao walioko majumbani. Yule unayemuona mwema kabisa, yule unayemuona mwema wewe leo, baada ya kusoma haya utaona hajatekeleza hata robo ya ile haki ya mume wake, mpaka kufikia kusema mbona hazizungumzwi haki za wanawake, nao wanaume wanalipi juu ya wanawake? Idhamu haki zawj. Mwanzo kabisa katika utangulizi akatanguliza mlango wa kwanza, ukubwa wa haki ya mume.
قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء، wanaume ni wasimamizi wa wanawake. بما فضل الله بعضهم على بعض، وكفضلوا na Allah baadhi yao juu ya baadhi. وبما أنفقوا من أموالهم، na kwa mali yao wanaoitoa. قال ابن كثير، الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله katika kuifasiri hii aya asema: ay الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. mwanamume ni msimamizi wa mwanamke, maana mume ni msimamizi wa mke wake, kuwa yeye ndiyo kiongozi wake, ndiye mkubwa wake, ndiye hakimu juu yake. wa muaddibuha idha wajjat, na ndiye mwenye kumwadabisha anapopinda. Yeye ndiye anayemfunza adabu na kumwadabisha. وقال السعدي رحمه الله: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم على بعض، وكفذليوا نا الله baadhi yao juu ya baadhi. وبما أنفقوا من أموالهم، na kwa mali wanaoitoa. قال الإمام السعدي: أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن، kwa sababu ya fadhila ya waume waliopewa juu ya wanawake na ule wema waliokuwa nao juu ya wanawake. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، kufadhilishwa mume juu ya mke kuna wajhi mbalimbali. من كون الولايات مختصة بالرجال، kama kwa mfano uongozi na utawala umehusishwa wanaume pasi na wanawake, bimaana wanaume ndio viongozi hata katika nchi, wao ndio wanaopeleka. Wanubuwa warisala, na utume Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waume, wao ndio wamepewa utume, hakuna mtume mwanamke. واختصاصهم بكثير من العبادات، na wanaume wakahusishwa na ibada nyingi ambazo wanawake hawazifanyi ibada kama hizo, kaljihad wal-a'yad wal-jum'a. kama mfano jihad fi sabilillah, wanaopigana ni wanaume, na idi wao ndio huenda kuswali, na ikhtilafu iliyoko baina ya wanaovione katika swala hili. Waljuma, na Ijumaa ni faradhi kwa wanaume pasi na wanawake. Wabima khassahum Allah bihi min al-aqli wal-razanati was-sabri wal-jaladi alladhi laysa lin-nisa'i mithlihi, na kwa yale mengine ambayo Allah amewahusisha wanaume juu ya wanawake katika akili iliyo na utulivu na kuwa na subra na kuweza kusubiri mambo mazito
kiasi ambacho wanawake hawana. وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات. كذلك Allah subhanahu wa ta'ala akawahusisha wanaume kuwa wao ndio wanaosimamia kinachohitajika nyumbani juu ya wake zao. بل وكثير من النفقات التي يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. Kuna mengi ambayo atako mwanamume kuyatoa, kumsimamia nguo zake yule mkewe, kumsimamia kula kwake, kumsimamia sehemu anapoishi. Nafakat nyingi sana ambazo sheria imemhusu huyu mwanamume akawa ana tofauti na mwanamke. قال ولعل هذا سر قوله بما أنفقوا وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. pengine hii ndiyo siri ya kauli yake Allah bima anfaqu, kwa mali wanaoitoa. Haikutajwa maf'ul hapa katika upande gani, kuonyesha kuwa kutoa kwao kumeenea. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد للمرأة أو لامرأته. ikajulikana kwa yote haya tuliyotaja kuwa mwanamume ni kama mfano wa kiongozi na bwana kwa yule mke. wa hiya indahu aaniyatun asira, na yule mke ni kama mfano wa kijakazi, ni mtumwa kwa yule mwanamume. فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به. وظيفة ومومه ni kusimamia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa kukisimamia. wa wadhifatuha alqiyamu bi ta'ati rabbiha, na wadhifa wa mwanamke ni kusimamia kumtii Mola wake, wa ta'ati zawjiha, na kumtii mume wake. وقال القاسم كما في محاسن التأويل الرجال قوامون على النساء جمع قوام. قوامون نوينجي وقوام، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. نيولي أنا اسمامية مصالح، مصلح يا نيومبا، مصلح يا جنبولولوتي. قوام anayepanga na kuadabisha, ay musallatuna ala adabi an-nisa'i yaqumuna alayhinna. wanaume wamesalitishwa kuwaadabisha wanawake na kuwasimamia wanawake. amirina nahina, wenye kuamrisha na kukataza. qiyamul wulati ala ar-ra'iyya, kama vile viongozi wanavyosimamia raia wao. wadhālika liamrayni wahbiyyun wa kasbiyyun. wadhālika liamrayni wahbiyyin wa kasbiyyin, kwa mambo mawili. kuna jambo ambalo Allah amewapa na kuna lile ambalo wamelichuma. ashara lilawwali biqawlihi ta'ala, na Allah akaishiria kwa lile la kwanza alilowapa wanaume kwa kusema bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Ili Allah amewapa, Allah amewafadhilisha baadhi yao juu ya wengine. wadhamiru lirrijali wan nisa'i jami'an, na hii dhamiri yarejea kwa wanaume na wanawake wote. yani inma kanu musaytirina alayhinna بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء. wanaume wamekuwa ni watawala juu ya wanawake kwa sababu Allah amewafadhilisha wanaume juu ya baadhi, yani juu ya wanawake. wa ashara lithani, na akaishiria kwa hii ya pili ambayo ni kasbi بقوله سبحانه
وقولياك الله سبحانه وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم وكوا wao watoa katika mali zao basi wakawa wastahili kuwa viongozi katika nyumba. قال وفي مهورهن ونفقاتهن kutoa mahari na kuwasimamia wake zao na watoto wao katika majumba wakastahili kuwa viongozi. وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى أقسم تena وللرجال أو للرجال عليهن درجة. قال ابن كثير أي في الفضيلة والخلق والخلق na wanaume wamenyanyuliwa daraja juu ya wanawake asema katika fadhila na katika umbile alilowaumba nalo Allah subhanahu wa ta'ala na katika tabia njema. Walmanzilati wa ta'ati al-amri na cheo na kutii amri. Walinfaqi walqiyami bilmasalihi na kutoa katika mali zao na kusimamia masalih. Walfadli fi dunya wal akhirah na fadla kama hii hapa duniani na akhira Allah amewapa. Hizi ni baadhi ya aya za Qur'an zinazozungumzia ukubwa wa haki za wanaume. Tukija katika sunna, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kullu nafsin min bani adama sayyidun, kila nafsi katika wanadamu ni bwana, kila nafsi ina utukufu wake. Farrajulu sayyidu ahlihi, mwanamume ni bwana wa kuheshimiwa kwa watu wake wa nyumbani. Walmar'atu sayyidatu baitiha, na mwanamke ni mheshimiwa katika nyumba yake, bimaana asimamia nyumba yake. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, na mtume sallallahu alayhi wasallam katika kueleza haki za mume asema, law kuntu amiran ahadan an yasjuda lighayri Allah la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, law kama ni wakumwamrisha mtu amsujudie asiyekuwa Allah, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده, naapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tuaddi almar'atu haqqa rabbaha hatta tuaddi haqqa zawjiha, hawezi mwanamke kutekeleza haki ya Mola wake mpaka atekeleze haki ya mume wake. Aweza kuwa afanye ibada za swala za sunna nyingi, afunga sunna nyingi, lakini akiwa mpungufu katika haki ya mume wake, bado huyu hajatekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanamke hawezi kutekeleza haki ya Mola wake mpaka atekeleze haki ya mumewe. ولو سألها نفسها أي لجماعها, لو كما yule mume atamtaka yule mwanamke bimaana kwa tendo la ndoa, wa hiya ala qatabin, na qatab makanun tajlisu alayhi lilwilada, ni sehemu anayokaa mwanamke anapojifungua. ومعناه يعني وهي على قتب لم تمنعه, na lau kama mume atamtaka mkewe kufanya tendo la ndoa na mwanamke amekaa katika sehemu ya kujifungua, bimaana yuko katika hali ya kuwa karibuni atajifungua, nafikiri mwaifuata hali vile ni nzito, lam tamna'hu,
hana haki ya kumkataa mume wake, ni lazima amjibu, amuitikie na amfuate kwa dili analotaka. Wa maanahu alhathu lahunna ala mutawa'ati azwajihinna, na maana ya maneno haya ni kuwahimiza wanawake kuwatii waume zao. Wa annahu la yas'uhunna limtina' fi hadhihi alhal, na kuwa hawana nafasi ya kuwakatalia waume zao hata katika hali yao nzito kama hii. Fakaifa fi ghairiha, vipi katika hali ambayo yuko katika hali nzuri, hali nyingine za kawaida. Na hii ni dalili ya wazi ya kuonyesha ukubwa wa haki ya yule mume. Hasa wewe tizama leo vile hali ilivyo, akwambia na sisi je, ukiingia ndani ya nyumba hapo, katoka jikoni anuka vitunguu, huyo amevaa dera ovyo kabisa, mashizi kwenye uso huku na wapi. Umefika mume wangu, aingia, hata maji ya kunywa apewi mume, aweza kuitisha paka koo ikamkauka, lete maji. Mwisho sema mwenyewe enda kuchukua maji ya roho, kisha akwambia huyu yeye ashatekeleza haki. Na mambo madogo kama haya yamshinda, baadhi yao yawashinda. Na hii hadithi inayofuata tutakayoisoma ina mazito zaidi. Qala sallallahu alayhi wasallam, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashara, si sawa kwa mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzake. Walau salaha li basharin an yasjuda li bashara, na lau kama itakuwa ni sawa kwa mwanadamu kumsujudia mwanadamu mwenzake, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alayha, ningelimuamrisha mwanamke kumsujudia mumewe kwa haki kubwa aliyonayo mume. Sasa ikiwa ungeliamrishwa mwanamke kumsujudia mumewe, kweli yajuzu kwa wewe kunyanyua sauti juu ya mumewe? Ukaona baadhi ya majumba kuna kelele kweli kweli, nani anayezungumza? Mwanamke. Mwanamume amenyamaza, mke apiga kelele mpaka majirani wajua kile kinachoendelea ndani ya nyumba. Sauti ziko juu kabisa, matusi kila aina ya balaa baadhi yao yatoa. Mtume sallallahu asema ningelimuamrisha mwanamke kumsujudia haswa mumewe kama yajuzu, kwa ukubwa wa haki ya yule mume. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, law kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhatun tambajisu, lau kama yule mume kuanzia kwenye unyayo wake, sikiza haya maneno mazito sana, kuanzia kwenye unyayo wake mpaka juu kabisa katikati ya kichwa chake, bimaana sehemu ya juu kabisa ya mwili wake kuna vidonda, ana vidonda vingi yule mume. Tambajisu ay tamfajiru, vile vidonda vimepasuka pasuka. Nafikiri waweza kutasawuru mtu atakuweko vipi. Kwa mfano, yani kuanzia kwenye nyayo mpaka kichwani yule mume ana vidonda mwili mzima, na vile vidonda vimepasuka, vyatoa damu, vyatoa usaha. Thumma istaqbalathu falahasathu ay bilisaniha ghayru mustaqdira lidhalika, yule mke akaenda akaviramba haswa vile vidonda, kuvisafisha kwa ulimi wake, tena bila ya kuona ni uchafu, asafisha haswa. Ma addat haqqahu, hajafikia kutekeleza haki yule mume, bado hajatekeleza haki ya mume. Enyi akina mama, basi ukae mumewe akifanya jambo dogo tu, mimi nakufikia, nakufanyia hivi, hujafika kokote wewe, wapika tu. Huyu aramba vidonda haswa,
na aambiwa na Mtume sallama bado hajatekeleza haki, wewe wakawa umhesabia mumewe na kufanyia na tayari hapo ushatia riaa na kufanya imtinani juu ya mtu ambaye ana haki kubwa sana juu yako. Mahma faalti, vile utakavyofanya huwezi kutekeleza haki yake, namna haki zilivyokubwa. Asa huyu aramba mpaka vidonda kuanzia kwenye unyayo mpaka kwenye kichwa, tena kwa kufurahika, si ati waona ni uchafu. Na juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ma addat haqqahu, bado hajatekeleza haki ya mume. Ndio nasema lau kama watu watasoma hizi nusus na wanawake wakazitia akilini kisawasawa, watafahamu na kufanya heshima na kujua ukubwa wa haki ya mume juu yao. Nafikiri wengi labda hawafahamu, au wafahamu kisha wafanya kusudi. Na lau kama haya yafahamika, kusingekuwa na kesi nyingi ambazo leo tutazisikia za ajabu ajabu wanazofanya baina ya mume na mke. Namalizia na hii hadithi, mlango huu tutaumalizia katika kikao kinachokuja. Qala sallallahu alayhi wasallam, haqqu az-zawji ala zawjatihi, haki ya mume juu ya mkewe. Lau kanat bihi qurhatun, lau kama yule mume atakuwa na vidonda, ana madonda katika mwili wake, au intathara min khirahu au man khirahu au intathara man khirahu sadidan au daman, au pua yake ikawa yatona usaha na damu. Thumma ibtala'athu, yule mke akachukua ule usaha na damu akauvuta kwa mdomo wake akaumiza, akawa yomsafisha mumewe kwa njia hii. Ma addat haqqahu, bado hajatekeleza haki ya yule mume, bado hajatekeleza haki ya yule mume. Ummu Darda radhiyallahu anha aliwauliza wanawake wa kitabi'in, mko vipi nyinyi na waume zenu? Wale wanawake wakasema tuishi nao kama kawaida hivi. Akasema wallahi, hatukuwa sisi wanawake wa kisahaba tukiwachukulia waume zetu na kuwaita isipokuwa kama anavyomheshimu mmoja wenu kiongozi wa nchi. Bimaana asema hatukuwahi kuwaita waume zetu kwa majina yao, bali tulikuwa tukiwaita ya maulai, ya sayyidi, kama vile leo watu wanavyoita viongozi wao. Na ndiyo maana wakaishi katika raha ya ajabu sana wakati huo. Ama leo kuna baadhi ya mambo lau kama utayazungumza utawavunja moyo vijana kuoa. Afadhali mengine unapozungumza yachuje, isije vijana wakasema ikiwa mambo ni hayo basi afadhali nitafunga, waman lam yastati' fa alayhi bisawm. Mambo hayo si yawezi. Kwa haya tunazungumza si hujma, ni kuwa bado hatujafikia upande wa kina mama kutekeleza haki za waume, bado hata robo. Na ushahidi upo katika hadithi kama mfano wa hii hadithi. Usaha, damu, vidonda, avuta kwa mdomo wake na iwanywa, na juu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia ma addat haqqahu, huyu hajafikia kutekeleza haki ya yule mume. Wallahu almusta'an. Kilichobakia insha Allah taala tutakizungumzia katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.